Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa wangu, nina swali moja la kukuuliza. Je, wewe ni mkarimu? Wewe ni mtoaji? Basi kama wewe una tabia hii, ni tabia nzuri ya kimungu. Kitu kimoja ambacho unatakiwa kukifanya ni kujua unayemtolea. Hautoi kwa ajili ya wanadamu, unatoa kwa ajili ya Mungu. Kwa hivyo wewe fanya kwa moyo wote. Fanya kwa bidii, kwa sababu unajua unamfanyia baba yako wa mbinguni. Mara nyingi sana watu ambao ni wakarimu wamekutana na mambo mengi ya kukatisha tamaa. Amemsaidia mtu amegeuka kuwa mwiba. Amefanya mambo mazuri, lakini amegeuka amekuwa ni mabaya. Amekuwa katika msongo wa mawazo kadri anavyokutana na watu na kusaidiana nao. Anawaamini watu, anafanya vitu, lakini mwisho wa siku amekuja kufanyiwa mambo ambayo ni mabaya. Usikate tamaa katika kutoa kwa sababu kuna mtu amekutendea mabaya. Hapana, endelea kutenda mema. Na tenda pale ambapo Roho Mtakatifu anakuambia kwamba fanya. Usifanye kwa sababu tu umezoea kufanya. Roho Mtakatifu anatujulisha kwamba hapa fanya, hapa fanya, hapa usifanye, hapa fanya kwa namna hii, hapa fanya kwa namna hii. Na mtu yoyote atakaye kutenda mema hahitaji kuheshimiwa. Kwa hiyo usitegemee kulipwa na mtu, usitegemee kupewa heshima na mtu kwa sababu umemtendea wema. Wewe fanya, Bwana atajua namna ya kukulipa. Bwana atajua namna yeye ya kukusaidia katika hiyo huduma yako ulionayo. Usiache huduma yako hiyo kwa sababu tu watu wanataka kukurudisha nyuma. Hapana, muangalie Mungu. Endelea kutoa zaidi na zaidi. Waombee hao watu. Wala haina haja ugombane na watu, wala haina haja ukasirike, kwa sababu unafanya kwa ajili ya baba yako aliye mbinguni. Kwa hiyo mwenye kutoa azidi kutoa, mwenye kukarimu azidi kukarimu. Endelea kuwa mkarimu, endelea kutoa, endelea kufanya kwa ajili ya Bwana. Usikatishwe tamaa na watu na maneno ya watu, kwa sababu wao sio waliokupa hiyo huduma. Aliyekupa ni Mungu. Kwa ukiacha na kuzira, huwazirii watu, bali unamziria Mungu aliyekupa. Na wala haitakuwa na maana, kwa sababu shetani atakuwa anafurahia kwamba ameiharibu ile kazi yako njema uliopewa. Kwa hiyo songa mbele, fanya kwa ajili ya Bwana. Acha watu wapige kelele, lakini mwisho wa siku watasema hakika huyu ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu hata ukampaka matope, yeye ataendelea na Mungu wake. Na hivyo ndivyo Mungu ambavyo anataka tuone, tukiwa wajasiri, tukiendelea kutenda na kufanya, hata mahali ambapo tunaona kabisa kwamba hapa ni mahali ambako kwetu sisi pamekuwa na majeraha, lakini Mungu anatutoa, anajua namna ya kutusaidia. Na ni kama mahali ambapo Mungu hataki uendelee napo, atakupa namna ambavyo wewe usiendelee napo, lakini usifanye kwa sababu tu ya vile wewe unavyoviona. Mungu anakuambia nini? Roho wa Bwana anakuambia nini? Hilo ni jambo la msingi sana ambalo unatakiwa ulishike katika utoaji wako. Toa kwa ajili ya Bwana, toa kwa moyo wako wote. Toa kwa nguvu zako zote, kwa sababu unamtolea Baba aliye mbinguni. Ubarikiwe.